Dunia daru man la dara lahu, dunia ni nyumba kwa yule asiyekuwa na nyumba. Wa malu mala mala lahu, na ni mali kwa yule asiyekuwa na mali. Lau kama wangekusikia hao ambao unawatolea mawaidha, natamani wangekusikia hao ambao unawatolea mawaidha, walakin la hayata liman tunadi, lakini hawana uhai hao ambao unawatolea mawaidha, moyo wao tayari umeshafariki. Mwenye ana akili, ndo Mtume anasema, mwenye ana akili ndo anaviangaikia hivi vyote mpaka vikusanye. Nakwambia kwamba hata mzee kikongwe naye vile vile ana mapenzi ya kuipenda dunia, na ndo wengi miongoni mwetu tumepotea katika mapambo haya ya duniani, na wengi tumekuwa bize na pumbao za dunia mpaka muda wa ibada unatupita. Wengi hatufanyi ibada kwa sababu ya kushughulikia mambo ya duniani na anasa za dunia. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walaqad sadaqa alaihim iblisu dhannahu, kiukweli dhanna, mawazo na fikra za Ibilisi alayhi laana zilikamilika. Ukitizama watu wengi kabisa leo tuko bize na dunia, tuko bize na mapambo ya dunia. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amesadikisha katika Qur'ani kwa kusema ya kwamba sisi binadamu kiukweli tumeingia katika mtego wa dhana ya Ibilisi. Ibilisi amefanikiwa. Watu wengi kabisa wameingia katika hizi mbinu za sheitani mpaka wanasahau kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tunasahau kuwa malengo ya sisi kuumbwa ni kufanya ibada. Mwisho tunakuwa tunakimbizana katika kutafuta wingi wa mali. Mtu ambaye hana mali unamwona kwamba hana akili, unamwona kwamba ndo ovyo. Tunapeana majina tofauti tofauti. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema watu wengi Ibilisi wameingia katika hizo dhana za Ibilisi zilikuwa kweli kabisa zimefaulu. Ibilisi amefaulu, lakini Allah akasema fattabi'uhu, Allah akasema fattabi'uhu, watu wengi walimfuata, illa fariqan minal mu'minin, isipokuwa baadhi, kundi la waumini, isipokuwa waumini. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, ukijiona upo katika kundi la wale watu ambao pumbazo la dunia aliwachukui muda, basi na wewe ujue katika kundi hili. Lakini ukijikuta na wewe uko kwenye tamaa za dunia mpaka ibada inakupita, basi ufahamu na wewe uko katika kundi la wale watu ambao waliingia katika zile dhana za sheitani ambazo sheitani aliziahidi na wao kaingia katika zile kundi. Lakini ukijikuta kwamba ibada kwako ndio kitu muhimu, unafikiria kufanya mambo mema, hii dunia tutaondoka, acha nifanye yale ambayo yatakayonisaidia baada ya uhai huyu, haya maisha haya, basi ujue na upo katika ile kundi. Allah anasema illa fariqa minal mu'minin, isipokuwa kundi la wale wa cha Mungu, kakundi fulani, sio kila mtu. Kwa sababu leo tukitizama, wallahi wengi tumeingia katika pumbazo la dunia. Leo ukitoka iPhone 60 ngapi ushatamani uwe nayo, ukitoka hichi kipya unatamani uwe nacho, lakini muda wa dhuhuri unakaribia, hautakuwa bize, niache shughuli zingine nijiandae na huko niende kusali. Hapana. Na atakaye kukumbusha hivyo anakuwa adui yako, lakini atakaye kukumbusha mambo ya duniani wana vitu vizuri, unamuona ndo rafiki na unamsogeza karibu. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu unayetufuata, tufahamu kwamba duniani hapa tunapita. Na ndio maana Ibn Umar radhiallahu anhu anasema, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimanqibi faqal, Mtume alinishika kwenye bega langu akasema, ya Ibn Umar, kun fi dunya ka'annaka gharib au abiru sabil, ewe mtoto wa Umar, ishi duniani kama mgeni au mpita njia. Kwa hiyo dawa ya dunia hii, ukitaka kufaulu hapa duniani na kesho akhera, ni kuishi katika dunia hii kama mgeni. Mgeni kila siku anakuaga na jiandaa, kwa sababu anajua safari yake bado iko inaendelea. Ishi duniani kama mgeni au mpita njia. Tutizame sasa wengi wetu leo, wengi tunaishi duniani kama ambao tumefika
Na ndio maana Mtume akasema ad-dunya daru man la dara lahu, dunia ni nyumba kwa yule asiyekuwa na nyumba. Wa malu mala mala lahu, na ni mali kwa yule asiyekuwa na mali. Wala hayajmau, na hayo mambo yote ya dunia ni nyumba kwa mwenye ana nyumba, na ni mali kwa asiyekuwa na mali. Mwenye ana akili, ndo Mtume anasema mwenye ana akili ndo anavihangaikia hivi vyote mpaka vikusanye. Lakini kwa mwenye kuna akili, mwenye kuna akili huwa anamshukuru Allah kwa kadri ya kudra zake. Akipata tamshukuru Allah, akikosa tamshukuru Allah, kwa sababu anajua khairi wa shari min Allah, khairi na shari zote zinatoka kwa Allah. Lakini mjinga yeye akikosa huwa anajilaumu na anaona kwamba hana bahati na anapambana azipate. Haamini kwamba Allah ndo amesababisha yeye kuvikosa. Kwa hiyo duniani, ndugu zangu Waislamu, haya mapambo ya dunia yasituchukue muda sana, yasituchukue muda. Kwa hiyo tumalizie na hadithi moja au mbili. Mtume anasema la yazalu qalbul kabir shabban fi ithnaini, moyo wa mzee. Mtu anaweza kuwa mzee, tunaweza tukafikiri kwamba haya matamanio ya dunia wa vijana ndo wanayapenda, ila Mtume anasema hata moyo wa mzee, amekuwa mzee mkongwe, moyo wake unabaki kuwa kijana katika mambo mawili. Jambo la kwanza, fi hubbi dunya, mtu hata kama atakuwa mzee vipi ni lazima atakuwa na mapenzi ya kuipenda dunia. Na jambo la pili, watulil amal, na atakuwa ana tamaa ndefu ya kuwa na mali. Kwa hiyo mtu hata kama ni mzee haimaanishi kwamba hawezi akaanguka kwenye hii mtego wa shetani kupenda mapambo ya dunia. Kwa hiyo mzee wangu unatufuata, na wewe pia Mtume amesema moyo wako, nafsi yako ni lazima itatamani dunia na kupenda wingi wa mali. Kwa hiyo mzee wangu, tusisahau ibada, tusimsahau Allah kutokana na haya mapambo. Na Ibn Umar alikuwa akipenda kusema fa idha asbahta fala tantaziri masaa, ukiamka asubuhi usipumbazike ukashindwa kufanya ibada kwa kusema eti nitaanza kusali jioni. Hapana, ule muda wa asubuhi anza ibada, shika udhu, vaa kanzu yako au vaa nguo ambazo ziko na udhu, nenda usali. Wa idha amsaita fala tantadhiri sabaha, na ikifika jioni usisubiri nitaanza kufanya matendo mazuri mpaka kesho, nikilala kesho inshallah ndo nitaanza kusali. Ndugu zangu ni Waislamu na wale mnaotufuata kwenye Muhajirina TV, tuwe tunapupia kufanya mambo mazuri kuliko kupupia kuweka mbele pumbazo za dunia, kuliko kuweka mbele ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndio lengo kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumbia. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitamwomba Allah tujalie tu kusikia maneno yake na kufanya kama alivyotuamrisha. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri ad-din wa dunya wa al-aqibatu lilmuttaqin wa la udwara ila al-zalimin. Naam, kama mlivyoshuhudia katika mawaidha ambayo alikuwa akitolewa ndugu yetu Sheikh Gamal Taha, kwa kweli ni mawaidha ambayo yanamzindua mwanadamu, lakini kwa yule ambaye anahitaji kukumbuka. Shairi anasema kwamba ya man tunadi, ewe wenye kuita watu kwenye mawaidha, ewe wenye kuwatolea watu mawaidha, lau nadaita liman tunadi au lau asma'ta liman tunadi, lau kama wangekusikia hao ambao unawatolea mawaidha, natamani wangekusikia hao ambao unawatolea mawaidha, walakin la hayata liman tunadi, lakini hawana uhai hao ambao unawatolea mawaidha, moyo wao tayari umeshafariki, umeshakufa mioyo. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, Muislamu mzuri ni yule ambaye anasikia kitu akakumbuka, amekumbushwa akakumbuka. Kwa hivyo
haya mawaidha ambayo aliyatoa, yule ambaye alikuwa anatamani, alikuwa na mipango mingi ya dunia, kama atasikiliza kwa makini, atapunguza mipango, atapunguza tamaa ya dunia, sababu amegusi kwenye mshono pale. Mpaka akakwambia kwamba hata mzee kikongwe naye vile vile ana mapenzi ya kuipenda dunia, na ndo ashafika katika nini, katika mwisho wake wa kuishi. Bado anaishi katika bonisi, yuko katika bonisi kule, bado angaliki na matamaa ya kuipenda dunia. Kwa hivyo mimi nitoe shukrani kwa shekhi wetu Sheikh Gamal, Allah amjaze kila la kheri, na tunaomba azidi kuwa anatutembelea katika TV yetu hii ya Muhajirina, maana ni wengi ambao wanahitaji kusikiliza maneno yake, kwa sababu hii kazi ni kazi ambayo Mtume kawaachia nyinyi. Basi msikatiki moyo na kuacha, endeleeni kutoa na kupiga kelele, la yahdiyaka Allahu rajulan wahidan. Mungu akimuongoza mmoja katika dunia, akimuongoza tu mmoja tu kupitia mawaidha yako ambayo unayatoa, khairun laka min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kwako kuliko dunia na vyenye vinapatikana katika dunia. Kwa hivyo inshallah endeleeni katika kulingania watu, na Mwenyezi Mungu apende subra. Amin. Na mshekhe, unaweza kwa kutoa usia gani katika wale ambao wanakusikiliza kwa sasa? Usia wako? Usia wangu ni kwamba ukweli dunia hii si sote tutakufa, na kama Allah alisema thumma amatahu fa akbara, tukamletea kifo na tukamweka kwenye makaburi. Kwa sisi sote tutakufa, na Allah alitupatia aya muhimu sana kwa kila mmoja, anaweza nikapenda tu tunaikumbuka. Allah alisema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, tizameni nafsi yenu na ni kitu gani mnachoandalia nafsi yenu kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo Muislamu mzuri hapa Allah anatuonesha tujihesabu kabla tujahesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwe na tabia ya kutizama, mimi na miaka 20 au na miaka 30 au na miaka 40, kuanzia mwaka mmoja mpaka kufikisha miaka 20-30, mabaya na mazuri ni yapi mengi. Tukiwa na tabia kujipiga hesabu hivi, itakuwa ni vizuri zaidi, hata kuja kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa tumejitahidi kidogo, kuliko kuwa na ile tabia kwamba basi nimeamka, nimeshinda, nimelala, nimeamka. Unakuwa kwamba mapambo ya dunia kweli lazima yakubani. Kwa hiyo tuchunguze nafsi zetu na kile ambacho kitakachosaidia kesho, ili tusije kuwa miongoni mwa watu ambao watakaopata hasara, na Allah tuepushe kuwa miongoni mwa watu kama hao. Naam, jazakallahu khairan. Ndugu Waislamu, hii ni Muhajirina TV. Kama iko ni mara yako ya kwanza unaitazama, tunakuomba ufanye subscribe na like na comment. Kama kuna nasaha unaweza kutoa, tuandikie hapo kwenye comment, inshallah tutazitapelea. Kama kuna maboresho fulani, tunaomba tuandikie hapo kwenye comment, inshallah tuzitembelee kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.